Shtaka la Niffer ambalo ameshtakiwa peke yake, kwanza ameshtakiwa mashtaka mawili: kula njama ya kutenda uhaini kama shtaka la kwanza, washtakiwa wote 22. Halafu mshtakiwa wa pili mpaka wa 22 wameshtakiwa kosa la uhaini kwa sababu pamoja na mambo mengine waliharibu miundombinu mali ya serikali. Niffer peke yake ameshtakiwa kwa kutenda uhaini kwa sababu kwa mjibu wa hati ya mashtaka aliwahamasisha watu wanunue barakoa, sijui niseme kama neno sahihi, wanunue barakoa ili kujilinda na mabomu ya machozi. Sio maneno yangu, ndio maelezo ya hati ya mashtaka. Sasa mtu yote anaweza akawa na maoni sasa, hata kama sio mwanasheria akawa na maoni iwapo hiyo ni uhaini au la, lakini sasa kwa sababu liko mahakamani, wacha tutachakata mahakamani, mahakama itoe majibu kwamba kweli mtu kuwaalika watu wanunue barakoa ili kujikinga na mabomu ya machozi wakati wa uchaguzi mkuu hati ya mashtaka, mimi mambo ya uchaguzi mkuu ilikuwepo mimi sijui, lakini nasema hati ya mashtaka inataja uchaguzi mkuu iwapo ni uhaini ya. Kwa hiyo hayo ndio mashtaka ya Niffer. Sisi kazi yetu ni kuwatetea hawa washtakiwa kwa kadri ya uwezo wetu. Kama nilivyosema, uamuzi wa kuwashtaki kwa uhaini in the first place. Sisi kama wakili wa utetezi tunaona kuna changamoto kadhaa za kisheria na za kimantiki, lakini kwa swali liko mahakamani tutalichakata wapi? Mahakamani. Ila kama ungeniuliza mimi kwamba kweli ilikuwa ni sahihi kuwashtaki kwa uhaini kwa fact hizo, sijui ningekwambiaje, lakini yakani kusema tunaacha kwenye common sense ya umma, kila mtu ata process kwa kadri Mungu alipomjalia uwezo wake wa kufikiri. Lakini sisi mawakili tuna maoni ambayo tutayafikisha mahakamani kwa nguvu zetu zote kwamba kuna kitu hapa hakiko sawa mahali fulani.